na tusipokubaliana nayo tutapigana kuibadilisha. Kamati kuu yetu ya chama imekutana kwa siku 2 mfululizo, na haya ni maazimio ya kamati kuu ambayo tayasoma mbele yenu. Kamati kuu ya chama iliyoketi kwa siku 2 tarehe 23 na tarehe 24 Mei mwaka 2025, baada ya majadiliano na tafakari ya kina ya kimkakati, imefikia maazimio yafuatayo. 1. Kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama chetu na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili na kutafakari kwa kina, imejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa, na kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza, kufanyia maamuzi malalamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake baada ya kamati kuu kutafakari imesema ni batili na haitafuata maamuzi hayo aliyofanya kwa chama chetu. Kwa natumia podium hii kusema mbele yenu kwamba msajili amejigeuza kamati ya rufaa ya chama chetu, katiba ya chama chetu haimpi hayo mamlaka, sheria inayoisimamia haimpi hayo mamlaka, katiba ya nchi haimpi hayo mamlaka. Kama kuna mwanachama yupo analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na ofisi yake, kuna tuhuma za wazi kwamba wao ndio walalamikaji kwa kumtumia huyo mtu ambaye anatumika kama kikaragosi. Wao ndio wanaoandika barua, wao ndio wanasikiliza kesi, alafu wao ndio wanatuhukumu. Chama chetu hakiko kwenye hizo level, kimekataa kufuata maagizo hayo, na katibu mkuu wa chama chetu ni yule tuliyempitisha kwenye baraza kuu la chama tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu. Full stop. Kwa hiyo hilo ni azimio la kwanza la kamati kuu ya chama chetu ambalo imetafakari kwa kina, na kwa sababu hatujavunja sheria yoyote. Kwa kutumia hadhara hii, Watanzania wajue hivyo, na huo ndio msimamo, hatutarudi nyuma hata nukta moja. Azimio la pili, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa ziara ya no reforms no election inayoendelea katika kanda zilizosalia. Sasa kamati kuu ya chama imepitisha ziara ya operation kwa kanda 6 kama ifuatavyo. Kanda ya kaskazini, ziara ya no reform itaanza tarehe 28 Mei hadi tarehe 1 Juni, yani kesho kutwa tarehe 28 mpaka tarehe 1 Juni. Tutarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti. Baada ya hapo tunakwenda kanda ya kati, na baada ya kanda ya kati tutaenda kanda ya magharibi, kanda ya Pemba, kanda ya Unguja, na tutamalizia kanda ya Pwani. Kwa hiyo ziara ya no reforms no election imebarikiwa na kamati kuu ya chama chetu, na chama kimesema tusonge mbele, hakuna kurudi nyuma mpaka kilele. Ndugu zangu wasomi, kwenye hili ni aibu kwamba nchi hii mtu anayesema tufanye reforms ambazo rais mwenyewe alizungumza 4R, mtu anayemwambia rais kwamba kumbuka ulichotuahidi kwamba tunahitaji reform, tunahitaji resilience, uvumilivu wako, tukukosoe na serikali yako, kwa sababu nchi hii sio mali yako binafsi, hujatoka nayo kwenu Kizimkazi, hii ni nchi yetu sote. Mtu anayemwambia ulisema utafanya rebuild anakamatwa kwa kesi ya uongo, anapewa kesi ya uhaini, na sisi wengine tunatishiwa. Tunajua tuko kwenye rada, lakini hatutarudi nyuma na hatutaogopa hata dakika moja. Hii kazi lazima tuiendeleze. Ni aibu kwamba kura zimeibiwa wazi. Rais yupo, kuna kura feki, rais hajazungumza. Waziri mkuu yupo, vyombo vya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa ipo,
kura zimeibiwa, zimekutwa kura feki, watu wako kimya. Maana yake tunageuza taifa hili kuwa taifa la majizi ambao wanaona wizi ni kitu cha kawaida na kinaweza kufumbiwa macho kama wanavyojaribu kufanya. Chadema tumekataa jambo hilo na hatutakubaliana nalo. Kwa tutaendeleza ziara ya no reforms, no election, na hakutakuwa na uchaguzi nchini. Na nataka niwahakikishie, bila Chadema kuwa kwenye ballot ya nchi hii, hakuna uchaguzi utakaofanyika. Nobody will turn up to go and vote. Huo ni ukweli wa kawaida kabisa. Hakuna mtu ataenda kupiga kura. Ndio maana unatafuta vikaragosi fulani wanawahonga watu wengine ambao Akwilina alikufa hapa akiwapigania wao wabunge. Wamesahau damu ya Akwilina. Wamekubali kuramba matapishi ya yule aliyetudhulumu, akatupiga risasi, wengine tuliponea risasi tukafungwa jela kwa sababu tukiwapigania wao wabunge. Leo wameingia kwenye kitanda na wamejifunika shuka moja na mtu aliyedhulumu uhai wa Akwilina, mtu aliyeua watu wakati wakimpigania yeye awe mbunge. Na anataka kutuaminisha kwamba huo mfumo unawezekana. Mfumo ambao haukuwezekana akigombea mpaka Akwilina akafa. Mfumo ambao haukuwezekana mwaka jana, mwaka juzi, leo anatuambia kupitia chama kinachofadhiliwa na serikali, chama kibaraka wa serikali, kwamba watafanikisha. Kwa chama chetu kimekataa huo uhuni na siasa za uraghai. Kamati kuu inatambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa na viongozi wa dini na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi kuanzia kipindi cha mwezi Machi 2025 hadi Mei kuhusiana na umuhimu wa kufanyika mabadiliko ya muhimu ya uchaguzi kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi Oktoba. Kamati kuu inazipongeza kauli na msimamo hiyo kwa jinsi ilivyosadifu msimamo wa no reforms, no election. Tunawasihi viongozi wote wa dini na taasisi zingine ziendelee kupaza sauti. Kwa hiyo kamati kuu yetu imetambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa ndani na nje ya nchi, kauli za watu maarufu. Jaji Warioba amezungumza, mtu ambaye amekuwa kiongozi mwandamizi kwenye nchi nyingine zinazoheshimu watu. Hawa ni waasisi wa nchi yetu waliobaki, wakishasema wameona mengi, ni kauli ya nchi. Amezungumza mzee Butiku, amezungumza TC, na mpaka wakampiga Padri Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki, taasisi kubwa kabisa kwenye nchi hii, ambao pengine na watu wengi sana kwenye nchi hii, amezungumza. Shura maimamu wakina Sheikh Ponda wamezungumza, KKT, barozi zote za nchi zimezungumza kwamba kuna need ya kufanya mabadiliko. Hao watu ambao hawasikii kauli ni kina nani hapa? Wamebaki CCM na vikaragosi wake wachache wanaowatumia ndio wanasema uchaguzi unawezekana kwa njia hii. Watu wengine wote sane, watu wenye maono, watu wa kweli wamesema uchaguzi hauwezekani bila mabadiliko. Kwa hiyo tunazipongeza taasisi zote ambazo zimetoa kauli. Kamati kuu yetu imetambua. Kamati kuu ya chama chetu imeazimia kuwa chama kiendelee kutoa mafunzo ya viongozi kwa ngazi za kanda, mikoa ambayo haijafanya mafunzo. Kanda ambazo zinanufaika na mafunzo ya awamu hii ni pamoja na kanda ya Pwani, kanda ya Kaskazini, kanda ya Unguja, kanda ya Pemba, kanda ya Nyasa. Aidha, kanda ambazo chama kimeshafanya mafunzo, kamati kuu ya chama imeelekeza kuwa ngazi za kanda husika ziendelee kufanya mafunzo ya viongozi kwa ngazi za majimbo, kata na matawi. Kwa mkisikia kelele zinapigwa huko, Chadema inakufa, unaweza ukafikiri hakuna program zinafanyika. Na bahati nzuri vyombo vya nchi viko control vya habari. Vingine vinajifanyia self censorship, vingine vinaelekezwa nini cha kuandika.
Wengine wana agenda dhidi ya Chadema, kila siku wao ni kuandika Chadema inakufa, Chadema inakufa. Kuna kazi kubwa inaendelea, kuna mafunzo yanaendelea kila kanda hivi tunavyozungumza, na yataendelea. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inaendelea ya training, kwa sababu sisi ni kisima cha kutoa watu wenye weledi wazuri wengine, na tumefanya hivyo sana. Mimi na John Mnyika ni kizazi cha pili cha chama hiki, tumekulia humu. Miaka michache iliyopita mimi nilikuwa mwanafunzi kama nyie, sikuwahi kudream kwamba ningeweza kufika hapa nilipofika, lakini nimekuwa kwenye chama, nimekuwa mwaminifu na safari inaendelea. Kwa ndugu zangu, mafunzo kamati kuu imetambua na imesema yaendelee kwenye kanda ambazo hazijapata, na yataendelea. Azimio namba 5, ili kupata viongozi wenye weledi ambao watatumika kwa manufaa ya chama na taifa hili, kamati kuu ya chama imejadili na kuridhia kwamba mwaka huu 2025 chama kianze utaratibu wa mafunzo ya Leadership Award kwa vijana na wanawake. Na hili ni la kwenu sasa. Kwa chama kitafanya mafunzo kwa siku mtakazoambiwa mwenyekiti, ya Leadership Award ambayo tumekuwa tukifanya mara nyingi, na wengi tumewatrain hata miongoni mwa walioondoka ndani na nje ya nchi. Kwa mtapata hizo nafasi, mtaelekezwa namna ya kuapply, mtapata mafunzo ili mkawe viongozi. Humu ndani yenu kuna rais, kuna mwenyekiti, kuna nani, uwezekano huo upo kwa sababu na sisi tumetoka huko. Azimio namba 6, kamati kuu ya chama imeazimia kuelekeza kwamba kila mamlaka ya chama isimamie na kuhakikisha nafasi zote zilizoachwa wazi kwenye chama na mabaraza zinazibwa. Kazi ya kuziba mapengo yaliyo wazi ianze kufanyika ndani ya siku 14 kuanzia leo tarehe 25 Mei. Sasa kuna watu wameondoka wakafikiri wao ni maarufu sana kwenye chama hiki. Na nilipokuwa Msoma nilihutubia, nikatoa mfano ambao wameutumia kwa kadri wanavyotaka, lakini hainisababishi mimi nisiutumie huo mfano. Wale tunaosoma Biblia, kuna yule punda aliyembeba Yesu. Wakati anapita wanampokea Yesu kwa matawi, wanatandika kanga chini, wanamshangilia. Alijua ni yeye anashangiliwa. Kumbe alikuwa anashangiliwa yule aliyekuwa amembeba. Baadaye yule punda aliporudi pale peke yake, alikula mijeledi kweli kweli. Kuna watu kupitia Chadema hii wameshangiliwa sana, wakafikiri ni wao, wakafikiri wao ni maarufu. Lakini sisi tunawaruhusu waende bila Chadema. Na bahati mbaya sana hawajawahi kushinda hata udiwani, hata ubunge. They know nothing. Hawajui chochote what it takes mtu kuwa mbunge. Alafu wanasema wana akili kuliko katibu mkuu ambaye ni serial winner, ameshinda ubunge 10 mara miaka 10. Kuna mtu anasema kwamba mimi ndio nilikuwa injini. Amegombea ubunge miaka 20. Hajai kupata hata 30%. Kuna wengine hata kwenye ule upepo wa Roasa mkoa mzima walishinda, akashindwa yeye tu mmoja. Hapo leo nasema mashine unawaangalia. Kwa ndugu zangu, kamati kuu imeazimia mapengo yote yazibwe, na tuna watu wengi kwa kweli. Sikiliza, hakuna chama ambacho kinaweza kuitisha mkutano organic kwamba hapa Kinondoni Chadema na hutubia kikajaza kama sisi, including sisi. Hakipo. Sisi ili wafanye mkutano, shule zinafungwa, wanafunzi wanaambiwa vaeni uniform, nguo za kawaida, na kuna sehemu wameenda kama Maswa wamekosa mkutano. Mmemsikia mzee wa Mpox anapiga kelele. Kuna sehemu ameenda anajaribu kutujibu tulikopita, hamna mtu.
ameenda Maswa Mpox hajapata watu. Mnamjua Mpox na Ebola. Kwa hiyo hakuna chama kina uwezo. Ndio maana wanafikiri kwamba wakichukua watu kutoka Chadema kwamba sasa ndio watajigeuza wawe Chadema. Chadema ni imani, ni mwelekeo, ni hope ya watu. Na ni kwa sababu ya misimamo yetu. Wananchi wanatuunga mkono kwa sababu ya misimamo yetu ya kweli. Hiki chama hakina ambaye yuko juu. Tumewahi kufukuza watu hapa tuliowapenda kuliko mtu yoyote. Hiki chama kilimfukuza Kitila Mkumbo, kilimfukuza Zito Kabwe, hiki chama akiwa maarufu, hiyo naibu katibu mkuu. Hakuna mtu ambaye anazidi hiki chama umaarufu na nguvu, hayupo. Kwa tuaziba hayo mapengo within no time. Within 14 days tutakuwa tumefanya chaguzi proper na watu wameingia kwenye kanda. Kama mtu anashuka, mwingine anapanda, anaziba pale gepu. Na nyie mna uwezo huo, mwana msiogope. Mimi nimeanza kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya nikiwa chuoni kama nyinyi. Kamati kuu ya chama imepokea na kujadili ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea hapa nchini na imelaani vitendo vya utekwaji na kupotezwa kwa wanachama wetu Mdude Nyangali. Vitendo hivi vya utekaji na kupotezwa kwa wanachama wetu vimeshamiri na vinaratibiwa na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tarehe 2 mwezi wa 5 saa 7 usiku mwanachama wetu Mdude Nyangali alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa hajulikani alipo. Imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupotezwa. Tumefikia mwisho wa uvumilivu. Kamati kuu imesema tumefikia mwisho wa uvumilivu. Na katika haya matendo haya, jeshi la polisi chini ya IGP Camillus Wambura iliwakamata na kuwatesa kisha kuwatupa polini viongozi wa chama mchana kweupe. Viongozi wetu ambao ni John Pambaru, mkurugenzi wetu wa mafunzo na uchaguzi, ambaye amevunjwa mpaka sasa ni anaendelea kupata matibabu. Twaha Mwipaya ambaye alipigwa mwili mzima. Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar, alivunjwa mguu na mkono. Saidi Mzee, makamu mwenyekiti wetu Zanzibar, alipigwa mwili mzima. Tito Kitalika, mkurugenzi wetu wa fedha, ambaye amevunjwa mguu. Lucas Ngoto, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, ambaye naye alivunjwa mguu. Peter Alex, mwanachama, alipigwa mguu na unyayo, bado anahangaika. Emmanuel Severin, Robert Mazigo, Ali Ismail, Bwire Nyangero, Nasri Said, Omar Toto, Rafael Makara, Shaban Kirita, Eric Bulenga, Pendo Kireo. Kamati kuu imejiridhisha kwamba vitendo vya unyanyasaji, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa demokrasia unaofanywa hapa nchini unafanywa na vyombo vya dola. Moja. Kipekee kabisa, kamati kuu imelaani vitendo vilivyofanywa dhidi ya Boniface Mwangi, mwanaharakati kutoka Kenya, na Agatha Atuhaire, mwanasheria na mwandishi wa habari kutoka Uganda. Chama pia tulifuatilia swala hili kwa kwenda polisi juu ya kuwakamata kwao. Taarifa tuliyopewa na Deputy ZDCO ni kwamba Boniface Mwangi alisafirishwa kwa gari na kwamba Bi Agatha Atuhaire alisafirishwa kwa ndege kwa kusindikizwa na maaskari wa Tanzania. Lakini kinyume chake, huyu binti Agatha amezungumza na dunia nzima imesikia kwamba aliteswa akiwa kwenye mikono ya vyombo vya dola, akavuliwa nguo, akafanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Na Boniface Mwangi hivyo hivyo,
wakiwa wanapigwa wanaambiwa watamke maneno kwamba Samia anafanya nini? Eti asante Samia. Haya matendo ni kama aliyofanyiwa Pendo, ni kama aliyofanyiwa Kirita. Kwa hiyo hawa wamethibitisha matendo ambayo tumeyasema. Watu wanapigwa wakiwa wamevuliwa nguo, wanarekodiwa huku wanaambiwa kuimba asante Samia. Sasa kama mlivyomsikia jana Askofu Gwajima, ambao ni msimamo ambao chama chetu kimetoa muda mrefu, amesema kuna vikundi ambavyo vimeundwa ambavyo haviko kwenye utaratibu, sio jeshi la polisi, ni vikundi ambavyo vinalindwa na kupewa mamlaka na wale wanaoteua wakuu wa vyombo vya dola. Kwenye nchi nani anateua wakuu wa vyombo vya dola? Rais ndio anamteua IGP, rais ndio anayemteua mkurugenzi wa usalama wa taifa, rais ndio anayemteua mkuu wa majeshi. Sasa hivi vikundi vinavyofuatiliwa wanakuta kuna force kubwa zaidi ambayo hawezi kuibreak. Sasa maana yake tuko kwenye taifa ambalo ni kama taifa yale ya Latin America, ambao magenge yapo yanalindwa na watu wenye nguvu, yanafanya uhalifu kwenye nchi yetu. Na kwa sababu amezungumza mjumbe wa neki wa CCM, mbunge, tunataka rais atoke atuambie hivyo vikundi viko chini ya nani? Je, viko chini ya kijana wake ambaye tunasikia ndo ana finance ya makundi? Viko chini ya idara gani vikundi vinavyoteka watu? Binadamu, uhai wa binadamu sio jambo la kulinganisha na kitu chochote. Dunia hii mtu mmoja anaweza kufanya mabadiliko ya watu wote tukaishi vizuri duniani hapa. Uvumbuzi wa ndege ni wazo la mtu mmoja. Alizaliwa kama wewe. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi duniani, aponye watu kwenye dunia? Unajuaje? Unajuaje kama Deusdedit Soka angefanya uvumbuzi, angezaa mtoto avumbue dawa ya kutibu kansa kwenye dunia hii? Kwa watu kuwa na mawazo tofauti kwenye nchi yetu, wanatekwa, wanatishiwa, uhai wao uko mashakani. Sisi wengine tunapata taarifa kila wakati. Hata maji ya kunywa tukitoka ndani tunayafungia kwenye safe. Tumefanya kosa gani kwenye nchi? Kosa letu ni kuwa wanasiasa wa upinzani kwa kitu ambacho katiba yetu inaruhusu. Rais wa nchi yuko kimya. Mtu mmoja kwenye nchi ni mtu wa thamani kuliko kitu chochote. Magari yakipotea yatanunuliwa, ndege ikipotea itatengenezwa nyingine. Binadamu ni Mungu pekee aliyetupa uhai tunaotumia. Akiwemo Rais Samia, uhai wake anapewa na Mungu. Inakuwaje watu kwa mamia wametekwa, familia zinalia? Na hivi muda si mrefu nimeambiwa kwamba kijana Kaswahili ambaye ni mwanachama wetu, naye tangu tarehe 22 mwezi wa 5 huu hajulikani alipo. Familia yake imeanza kumtafuta. Tutakuwa kwenye hali hii mpaka lini? Tunatekwa kama kuku. Kila baada ya muda anaondoka huyu, kila baada ya muda anaondoka huyu. Na niwakumbushe hao wanaotumwa na kutumika kufanya haya matendo, wakati wa utawala wa Adolf Hitler Ujerumani na Nazi, matendo maovu yaliyofanywa na watu waliokuwa chini ya utawala wa Adolf Hitler, wanatumwa kuua watu, wanatesa watu,
wananyanyasa watu. Baada ya Adolf Hitler kushindwa na kuondolewa, walikamata. Kuna kesi maarufu sana inaitwa the Nuremberg trial. Kwa wanasheria mnajua kwamba ni nini ile mnaita, sio case law, lakini imekuwa kama, utakumbuka watu walipoenda wakaanza kujitetea kwenye hiyo Nuremberg trial kwamba sisi tulikuwa tunatumwa na watu kutoka juu kufungia watu kwenye torture chambers ambazo walikuwa na wachoma na gesi mpaka wanaungua, wanakuwa mifupa na majivu, kukata watu vichwa, kuua watu, wakitegemea kwamba ushahidi watakaotoa au utetezi huo kwamba tulikuwa tunatumwa na viongozi kutoka juu utasimama. Na kuambia IGP Camillus Wambura na jeshi lako la polisi na Muliro, hamtakuwa na utetezi kwamba mlitumwa na watu kutoka juu kufanya vitendo hivi. Utawajibika wewe kama wewe. Ninakuambia Mafuere, ambaye kila mtu anakulalamikia katika nchi hii, kwamba wewe ndio unaongoza vikosi vya kuumiza Watanzania. Nchini ya kwetu kuna sheria ambazo tumekubaliana kuzifuata. Heche anakosa akamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya dola, sio kumpoteza. Na nimemsikia mkwe wa rais Mchengero anasema sisi tutakuwa tayari kulinda nchi hii kwa gharama ya damu. Mchengero, nchi sio ya mama yako, ni ya kwetu sote. Hauna uwezo wa kulinda nchi hii kwa gharama za damu. Mnateka watu, mnapoteza watu. Mnafanya hivyo kwa sababu nyie ni wabinafsi, mnapenda madaraka. Mtu ambaye sio mbinafsi akiona wananchi hawamtaki atapisha kwenye madaraka, kwa sababu wananchi ndio wenye mamlaka. Mnang'ang'ania madaraka kwa sababu mkubaliki, mnajipenda nyie kuliko mnavyopenda nchi hii. Watu wanaoweza kutoa maisha yao kwa ajili ya nchi ni watu wanaoipenda nchi kuliko wanavyojipenda, na wanapenda future ya watoto wao. Wewe unajipenda kwa sababu mko madarakani, mnafanya ufisadi, mnachukua mali za nchi mnazitumia mnavyotaka, ndio maana mko tayari kumuumiza yoyote kwa sababu ya kulinda madaraka yenu. Kwa ndugu zangu vijana, mwisho kabisa, tunawasihi wa Tanzania waendelee kutuamini. Chadema ndio chama pekee katika siasa za nchi hii ambapo tumedhamiria kwa dhati kabisa kupigania, na kamwe hatutaacha hadi tupate mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi. Nguvu ipo kwenu wananchi, msiogope, msikate tamaa, tutasonga mbele kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kutusikiliza. Kwa hiyo ndugu zangu vijana, huo ndio msimamo wa chama chetu, na hayo ndio maazimio ya kamati kuu ya chama chetu. Na la mwisho, nilikuwa nimeliruka hapa, kamati kuu inasikitishwa na kauli zilizotolewa na rais siku ya tarehe 19 mwezi Mei wakati wa uzinduzi wa sera ya nchi ya mambo ya nje ambazo zimekosa weledi wa kidiplomasia. Tunamtaka rais kubadilisha na kusahihisha kauli ile, maana tunaiona itachafua hali ya hewa na umoja na mtangamano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwa nchi majirani zetu, kwa sababu hatuishi pekee yetu duniani hapa, tunategemeana. Wala mtu asikuwadanganyeni. Hao watu ambao hawezi kutengeneza hata pini wanampigia nani kifua hapa? Hatuna hata kiwanda cha pini, yani tukifungiwa toothpick tu hatuna, made in China. Hasa ukiwaona wamevaa suti
wanaongea na kutishatisha, wanalindwa na vyombo vya dola, utafikiri wana uwezo. Hamna kitu. Wana uwezo kututisha tu sisi, kutuumiza sisi tusiokuwa na vyombo vya dola, lakini wanaiharibu nchi. Na nyie vijana, ni wajibu wenu. Mna kesho nyingi, msikubali. Mtu asikutishe kwamba utapoteza chuo. Chuo hakijawahi kuwa uhai wa mtu. Kuna watu wameondolewa chuoni na wakarudi wakasoma. Someni historia za watu. Wakina Malcolm X walinyanyaswa, wakakamatwa, wakawekwa gerezani, na akasoma akiwa gerezani na akaja kuwa mtu maarufu. Hakuna mtu anashikilia destiny yako. Mungu peke yake ndio ameshikilia uhai wako na destiny yako. Kwa mtu asikwambie mimi ni VC, ili mradi uvunji sheria, ili mradi hutoki nje ya sheria za. Na ni ajabu kwamba kwenye nchi hii sisi wapinzani ndio tunaikumbusha serikali kufuata sheria. Ni nchi ya ajabu hii. Nchi zingine wapinzani ndio wanaambiwa na serikali fuateni sheria. Sisi tunaikumbusha serikali ya CCM kuacha impunity na kufuata sheria, ingawa ni sheria mbovu. Kwa asanteni sana kwa kunisikiliza. Mambo mengine tutajadiliana katika hatua za baadaye, na mimi nawaahidi sitaondoka hapa mpaka tumalize kongamano. Kuna mengine tutasema zaidi. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Asante sana wageni wote. Vijana wa Chaso wameelewa na watakuwa sehemu ya kutekeleza maazimio ya kamati kuu. Pause. Chaso. DJ tupigie tena hiyo one love ndani ya dakika moja. Vijana wanyoshe viungo kidogo. DJ tupe one love. Chaso naomba tusimame. Mheshimiwa Katibu Mkuu, natamani tuendelee na wala pause. Naomba nitambue uwepo wa Katibu Mkuu wa Baraza la Vijana Chadema Taifa, alifika kwa kuchelewa kwa sababu nyingine za majukumu ya kichama. Mheshimiwa Katibu Mkuu, wapungie wanachaso mkono waweze kufanya. Asante. Kwa wakati huu tunaomba tumlete kwenu mtu wa mada wa kwanza, mtu wa mada wa pili, kakaangu Nicholas Mbanda kwa dakika 10.